Pawesha ardhi yake, mazingira yake tunayafahamu, lakini pamoja na mazingira hayo na ardhi ilivyo na changamoto, lazima wananchi wa Wesha waendelee kupata huduma stahiki kama wanavyopata wananchi wa maeneo mengine. Kwa msingi huo, Mheshimiwa Rais ameridhia jengo hili lijengwe hapa na kazi imeanza, na sisi wasaidizi wake tunaendelea kufuatilia kuona mwendelezo wa kazi hii. Lakini na mimi niagize mkandarasi, ongeza manpower, endelea kuongeza vifaa ili tuweze kufidia ule muda ambao umepotea na mradi huu uje ukabidhiwe kwa wakati uliokusudiwa. Tunao uwezo wa kufanya kazi mchana na usiku. Najua ukishatoka pale chini kupanda juu ni kwa rahisi kidogo. Fanya hivyo na mshauri elekezi msimamie, tuhakikishe kwamba jengo hili pamoja na delay tulioipata wakati huu, lakini tunakwenda kufidia huu muda, hatimaye jengo hili likabidhiwe kwa muda uliokusudiwa. Kwa nini nasisitiza hili? Nasisitiza hili kwa sababu wananchi wa Wesha wanahitaji hili jengo, vijana wetu wasomee. Ukiingia madarasani huko namba ni kubwa sana. Zamani hapa ilikuwa unakuja chini ya mti ule pale Mwembe, vijana wanasoma pale, sijui sasa hivi. Lakini hii G+3 hii itaondosha changamoto hizi hapa Wesha. Ndugu zangu wa Wesha, niwaombe sana. Nimesikia hapa tumepata vibarua kazi tunafanya hapa, alhamdulillah. Jambo la faraja, na mimi nampongeza mkandarasi kwa hilo. Lakini tuendelee kufanya kazi kwa mujibu wa miongozo na masharti ya wenyewe wanavyotaka. Naomba sana tuwe walinzi wa haya majengo. Hii miundombinu tunaitumia sisi watu wa Wesha. Mkandarasi akishajenga anaondoka. Si rahisi mtoto wake kuja kusoma hapa. Lakini zaidi sisi wanawesha hapa ndio tutafaidika zaidi na miundombinu hii. Sasa ndugu zangu, wazee wangu wa Wesha, heshima hii ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais lazima tuendelee kuithamini, tuendelee kuitunza na tuendelee kuisimamia. Naamini tukimaliza ujenzi huu tutakuwa na namba nzuri ya wanafunzi kusoma vizuri madarasani. Hatimaye tunategemea matokeo sasa kwenye shule yetu hii ya Wesha yawe mazuri. Vijana wetu wapasi, bahati njema hii ni shule ya msingi, watapasi michipuo, wapasi vipawa, na wale ambao hawakufanikiwa lakini wawe na kiwango kizuri, baadaye wakienda sekondari huko nao waende wakafanye vizuri. Ombi langu kwa wazazi, tuendelee kuhimiza vijana wetu na kuwasimamia. Swala la elimu ni gumu. Elimu sio rahisi hata kidogo. Lazima tujitoe kuhakikisha kwamba tunasimamia vijana wetu. Tunashirikiana na walimu, tunashirikiana na viongozi wengine ili tuhakikishe vijana wetu wanasoma kwa vizuri na kwa salama. Leo hii kuna wazazi, kijana anasoma toka nasari mpaka anamaliza form 4. Hajawahi kwenda shule hata siku moja kuuliza mafanikio yake. Tuendelee kuwapa mashirikiano walimu wetu, tuendelee kuwasaidia na kushirikiana katika kuhakikisha kazi hii inakwenda vizuri.